nafasi ya kuingia hapa ndani. Sasa tutaendelea na ratiba yetu. Katibu. Hoja za serikali kwamba bunge sasa likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya ofisi ya Rais TAMISEMI kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Waheshimiwa wabunge, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mheshimiwa Mohamed Omar Mchengerwa sasa aje awasilishe hoja yake. Mheshimiwa Spika, kufuatia taarifa iliyowasilishwa leo ndani ya bunge lako na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya bunge ya tawala za mikoa na serikali za mitaa, ninaomba kutoa hoja kwamba sasa bunge lako likubali kupokea na kujadili taarifa ya utekelezaji wa mpango wa bajeti wa ofisi ya Rais tawala za mikoa na serikali za mitaa, fungu namba 56, tume ya utumishi wa walimu, fungu namba 2 na mafungu 26 ya mikoa, ikijumuisha halmashauri 184 kwa mwaka 2024-2025. Aidha, naomba bunge lako lijadili na kuidhinisha mpango wa utekelezaji wa makadirio ya mapato na matumizi ya fedha kwa ajili ya ofisi ya Rais TAMISEMI, tume ya utumishi wa walimu na mafungu 26 ya mikoa, ikijumuisha halmashauri 184 kwa mwaka 2025-2026. Mheshimiwa Spika, hotuba yangu ina sehemu 4. Naomba uridhie sehemu zote ya hotuba yangu iingie kwenye kumbukumbu rasmi ya bunge lako hili tukufu. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa taarifa kuwa hotuba hii itaonyesha utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 kwa kipindi cha kuanzia Novemba 2020 hadi Machi 2025. Aidha, hotuba hii ni ya mwisho katika utekelezaji wa mpango mkakati wa ofisi ya Rais TAMISEMI wa miaka mitano 2021 2022. Mheshimiwa Waziri, subiri kidogo. Waheshimiwa wabunge, tupunguze sauti. Mnajadili mambo ya msingi, lakini tuwape nafasi wabunge wanaotaka kumsikiliza waziri wamsikilize kwa utulivu. Mheshimiwa Waziri. 2021 2022, 2025 2026. Dira ya Taifa ya Maendeleo 2025 pamoja na mpango wa 3 wa maendeleo wa taifa wa miaka mitano, yaani 2021 2022 2025 mpaka 2026, na kipindi cha kwanza cha awamu ya 6 ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Shukrani na pongezi. Mheshimiwa Spika, ninamshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kunijalia kusimama mbele ya bunge lako hili tukufu. Napenda kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa uongozi wake wenye dira, wenye maono na dhamira ya kuwaletea wananchi maendeleo kwa vitendo. Miongozo, maelekezo na usimamizi wake umeendelea kututia moyo sisi wasaidizi wake, na tunamwahidi kufanya kazi bila kuchoka ili kuboresha maisha ya Watanzania. Imekuwa heshima kwangu kuhudumu chini ya uongozi wake mahiri, akinipa nafasi ya kutumikia katika serikali ikiwa ni wizara yangu ya 4, lakini pia imenipa nafasi ya kutumikia mihimili yote ya dola, yaani mahakama ya Tanzania kwa miaka 13, kama afisa mwandamizi miaka 10 ndani ya bunge lako hili tukufu, na serikali kwa miaka 4. Sasa ikiwa ni miaka 23 ya utumishi wa umma katika nafasi andamizi katika mihimili yote ya dola, ambapo na hakika kwa nafasi hii na maono ya rais wetu amethibitisha kuwa uongozi si nafasi tu, bali ni jukumu la kusukuma mbele gurudumu la maendeleo. Mheshimiwa Spika, napenda kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa kuteuliwa kuwa mgombea wa nafasi ya urais kwa kipindi cha pili awamu ya 6 kupitia Chama cha Mapinduzi katika uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika Oktoba 2025. Tunamwamini na tunaendelea kuamini ataendelea kuleta mabadiliko makubwa ya kiuchumi na kijamii katika nchi yetu. Aidha, nampongeza Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi
kwa kuaminiwa na kuchaguliwa kuwa mgombea mwenza. Mwenyezi Mungu awape afya njema na hekima na maarifa katika kutekeleza majukumu yao. Mheshimiwa Spika, naomba kuwashukuru waheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kassim Majaliwa Mbunge, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Dr. Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Waziri wa Nishati, kwa uongozi wao thabiti na kujitolea kwa dhati katika kutimiza majukumu yao, pamoja na miongozo na maelekezo yao ya mara kwa mara yenye hekima na busara ambayo yamenisaidia sana katika majukumu yangu ya usimamizi wa Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kwa ufanisi mkubwa. Mheshimiwa Spika, kipekee ninaomba nikushukuru wewe binafsi, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Rais wa Umoja wa Mabunge Duniani, kwa kuliongoza bunge kwa weledi na umahiri wa hali ya juu. Umeonyesha uongozi bora kwa kuhakikisha majadiliano yenye tija yanakuwa ni msingi kwenye bunge letu hili. Pia nampongeza Mheshimiwa Musa Azam Zungu, mbunge, naibu spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kukusaidia kuendesha shughuli za bunge. Vile vile nawapongeza wenye viti wa bunge, Mheshimiwa Dr. Joseph Kizito Mhagama, mbunge, Jimbo la Madaba, Mheshimiwa Deodatus Philip Mwanyika, mbunge, Jimbo la Njombe Mjini, na Mheshimiwa Najma Mutaza Giga, mbunge wa viti maalum, kwa umakini wao wa kuliongoza bunge lako hili. Mheshimiwa Spika, ninamshukuru mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Mheshimiwa Justin Lazaro Nyamoga, mbunge wa Jimbo la Kilolo, makamu mwenyekiti Mheshimiwa Jafari Chege Wambura, mbunge wa Jimbo la Rorya, wenye viti wa kamati za kudumu za Bunge za Hesabu za Serikali za Mitaa, Sheria Ndogo, Hesabu za Serikali, Uwekezaji wa Mitaji ya Serikali, Bajeti, na wenye viti wote wa kamati za kudumu za Bunge. Ninawiwa kusema kazi zenu ni za thamani na zina mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa na ustawi wa wananchi. Mheshimiwa Spika, ninawashukuru waheshimiwa mawaziri, naibu mawaziri, makatibu wakuu, naibu makatibu wakuu na watendaji wote wa wizara mbalimbali ambao wameendelea kushirikiana na Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa kufanya kazi kwa pamoja na kuwaletea maendeleo wa Tanzania. Ninathamini sana mchango wao. Kwa pamoja tutaendelea kujenga taifa lenye nguvu na ustawi zaidi. Mheshimiwa Spika, ninaomba kuwashukuru viongozi wenzangu na wataalamu wa Ofisi ya Rais TAMISEMI kwa ushirikiano wanaonipa katika kutekeleza majukumu yangu. Ninatambua mchango wao katika kuhakikisha wananchi wanahudumiwa katika nyanja zote. Kipekee ninawashukuru Mheshimiwa Dr. Festo John Dugange, naibu waziri anayeshughulikia afya na mbunge wa Jimbo la Wanging'ombe, Mheshimiwa Zainab Athman Katimba, naibu waziri anayeshughulikia elimu na mbunge wa viti maalum, ndugu Adolf Ndunguru, katibu mkuu, naibu makatibu wakuu, ndugu Sospita Mtwale, TAMISEMI, mhandisi Rogatus Mativira, miundombinu, ndugu Atupele Mwambene, elimu, mwalimu Paulina Nkwama, katibu wa Tume ya Utumishi wa Walimu, watendaji wakuu wa taasisi, wakuu wa mikoa ambao leo wako hapa mbele ya bunge lako tukufu, makatibu tawala wa mikoa, wakuu wa wilaya, makatibu tawala wa wilaya, wakurugenzi wa halmashauri ambao pia tunao ndani ya bunge lako hili tukufu, na watumishi wote chini ya Ofisi ya Rais TAMISEMI. Mheshimiwa Spika, kipekee kabisa ninaendelea kuwashukuru sana wananchi wa Jimbo la Rufiji kwa imani yao kwangu. Ninaendelea kuahidi kuwa nitafanya kazi bila kuchoka ili kutimiza ahadi ambazo tumeziweka kwa pamoja. Nitumie nafasi hii kuwaambia kuwa mara zote ninapoiwaza Rufiji napata matumaini. Mara zote ninapoiwaza Rufiji napata imani, napata nguvu na ari ya kujitoa zaidi kwa mustakabali wa bora wa jimbo letu. Niwahakikishie sichukulii dhamana walionipa kwa urahisi hata kidogo. Imani yao ni deni kwangu. Sauti zao daima zitaongoza matendo yangu. Nitaendelea kuwahudumia kwa uadilifu, uwazi na uwajibikaji. Nawashukuru sana, na wahenga walisema asiyekumbuka kwao ni mtumwa. Mheshimiwa Spika, katika kipindi hiki cha utumishi wangu kwa wananchi wa Rufiji na taifa kwa ujumla, nimepata faraja na msukumo mkubwa kutoka kwenye kumbukumbu ya baba yangu mpendwa ambaye alifariki dunia akiwa kwenye ibada tukufu huko Maka. Hii ni bajeti yangu ya kwanza kuiwasilisha mbele ya bunge lako tukufu tangu kumpoteza baba yangu. Ni tukio lenye uzito wa kipekee katika maisha yangu ya uongozi, kwani kila hatua ya safari yangu katika utumishi wa umma imekuwa ikiambatana na maombi, ushauri na baraka zake. Ingawa ni huzuni kubwa kumpoteza, maisha yake yamebaki kuwa ni dira kwenye nguvu kwangu na kwa wengi waliomfahamu. Baba yangu alikuwa ni mtu wa maono, msimamo, heshima na hekima. Alinilea katika misingi ya maadili, kujituma na kuheshimu kila mwanadamu, misingi ambayo imekuwa msingi wa uongozi wangu leo. Alinihimiza kuwa
kiongozi mwenye kusikiliza, mwenye kujifunza kila siku na mwenye kumtanguliza Mungu katika kila hatua ya maisha. Maisha yake yalijaa ibada, kujitoa kwa jamii na kusimama katika haki katika mambo madogo madogo. Haya yote yamekuwa nguzo imara ya mtazamo wangu wa kulihudumia taifa kwa moyo wote. Mheshimiwa Spika, pamoja na huzuni ya kumpoteza, moyo wangu unafarijika na kujazwa nguvu kila ninapoyaona matunda ya kazi inayofanywa na ofisi ninayoiongoza chini ya mwongozo wa Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Mambo makubwa na ya kihistoria yanaendelea kufanyika, kutoka kwenye maboresho ya miundombinu, utoaji wa huduma kwa jamii, hadi mageuzi ya kimfumo yanayolenga kuleta maendeleo kwa wananchi wetu. Kwa hiyo, japo kifo chake kimeniacha na pengo kubwa moyoni, pia kimeniacha na kumbukumbu hai ya kiongozi wa kweli niliyemjua tangu utoto. Ni kumbukumbu inayonipa msukumo wa kuendelea kufanya kazi kwa bidii, kwa kujitoa kwa uadilifu na kwa upendo kwa watu wangu, kwa sababu najua kule aliko angependa kuona mwanaye akiendeleza dhamira yake ya kuwatumikia watu kwa moyo mmoja. Salamu za pole. Mheshimiwa Spika, natoa pole kwa bunge lako kwa kuondokewa na mpendwa wetu Mheshimiwa Dr. Faustin Nungulile, aliyekuwa mbunge wa jimbo la Kigamboni mkoani Dar es Salaam na mkurugenzi mteule wa Shirika la Afya Duniani kanda ya Afrika. Mwenyezi Mungu ampe pumziko la milele. Jukumu la ofisi ya Rais TAMISEMI. Mheshimiwa Spika, TAMISEMI ina jukumu la kuratibu na kusimamia mafungu 28 yanayojumuisha ofisi ya Rais TAMISEMI fungu namba 56 pamoja na taasisi hizo chini yake ambazo ni wakala wa barabara vijijini na mijini yani TARURA, wakala wa mabasi yaendayo haraka DAT, chuo cha serikali za mitaa, shirika la elimu Kibaha, bodi ya mikopo ya serikali za mitaa na shirika la masoko la Kariakoo, tume ya utumishi wa walimu fungu namba 2 na mafungu 26 ya mikoa ikijumuisha halmashauri 184. Mheshimiwa Spika, mgawanyo wa majukumu yaliyotolewa na hati idhini ya Rais yani presidential instrument ya tarehe 30 mwezi wa 8 2023 yameainishwa katika aya ya 15 ya hotuba yangu. Utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 kuanzia Novemba 2020 hadi Machi 2025. Mheshimiwa Spika, katika kipindi cha miaka mitano, bajeti ya ofisi ya Rais TAMISEMI pamoja na mafungu yake imekuwa ikiongezeka kutoka shilingi trilioni 7.01 mwaka 2020-21 hadi shilingi trilioni 10.53 mwaka 2024-2025. Hii ni sawa na ongezeko la asilimia 50.21. Ofisi ya Rais TAMISEMI inamshukuru Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuona umuhimu wa serikali za mitaa na kuziongezea bajeti. Hii inaonyesha namna anavyowajali wananchi kwa kupeleka maendeleo kwa vitendo katika maeneo yao. Mheshimiwa Spika, ongezeko hili si tu la fedha, ni ushahidi wa mabadiliko, ni matumaini mapya kwa wananchi wa taifa hili kupata huduma bora, ni daraja jipya linalounganisha maendeleo na maisha ya kila siku, ni shule mpya, ni zahanati, ni barabara, ni maji safi, na juu ya yote ni heshima kwa utu wa Mtanzania wa kawaida. Leo hii tunapopitia mafanikio haya, tunasema kwa sauti kubwa, serikali ya awamu ya 6 inatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa vitendo, na sisi sote kama wawakilishi wa wananchi tunayo dhamana ya kuendeleza kasi hii kwa mshikamano, uadilifu na moyo wa kizalendo. Tanzania mpya inawezekana na inaendelea kujengwa mbele ya macho yetu. Mheshimiwa Spika, ofisi ya Rais TAMISEMI imetekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya uchaguzi mkuu mwaka 2020 kama ifuatavyo: usimamizi na uendeshaji wa elimu msingi na sekondari, ibara ya 80 ya ilani. Mheshimiwa Spika, elimu ni urithi wa kizazi, urithi usioharibika, usioibwa na usiozeeka. Hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa awamu ya 5, aliweka msingi imara aliposema, ni jukumu letu kuimarisha elimu ya ufundi na mafunzo ili vijana wawe na ujuzi wa kukabiliana na ajira. Kauli hii si tu kauli ya kisera, bali ni mwamko wa kiroho na kijamii, mwamko wa taifa linalojua kuwa maendeleo ya kweli hayaanzi na barabara wala majengo, bali ni maarifa yaliyowekezwa kwa watu wake. Leo ninapowasilisha mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 kupitia ofisi ya Rais TAMISEMI katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa upande wa elimu msingi na sekondari, ninatoa ushahidi wa mabadiliko ya kweli, mabadiliko ya shule zilizofufuliwa, mabadiliko ya walimu walioajiriwa, mabadiliko ya watoto waliowezeshwa
na matumaini mapya yaliyochipuka kila pembe ya nchi yetu, kwa sababu katika taifa lenye maono, kila darasa linalojengwa si tu ukuta, bali ni mlango wa maisha mapya kwa mtoto wa Kitanzania. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza jukumu hilo, Ofisi ya Rais TAMISEMI imetekeleza ilani katika huduma ya elimu kama ifuatavyo: moja, kuboresha shule 28 za mchepuo wa elimu ya ufundi na amali kwa kuzikarabati na kutoa vifaa vya kisasa. Aidha, kuboresha shule 274 za mchepuo ya kilimo 28 na michepuo ya biashara. mbili, ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya elimu ya msingi na sekondari imeongezeka kutoka miundombinu 582,733 hadi 754,075. Miundombinu hiyo imejumuisha vyumba vya madarasa, shule za msingi, shule za sekondari, matundu ya vyoo kwa shule za msingi na sekondari, nyumba za walimu, maabara, mabweni na mabwalo. tatu, ruzuku ya elimu bila ada imeongezeka kutoka shilingi bilioni 249.66 hadi shilingi bilioni 484.27 kwa mwaka sawa na asilimia 93.97. 4, uandikishaji wa watoto wenye mahitaji maalum umeongezeka kutoka wanafunzi 28,482 hadi 78,429 sawa na asilimia 175. Aidha, madarasa 44, matundu ya vyoo 132 na mabweni 172 yamejengwa kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum. 5, walimu 44,527 wameajiriwa, wakiwemo walimu 447 wa elimu maalum. Na 6, kutoa elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum ambapo uandikishaji umeongezeka kutoka 28,482 hadi 78,429 sawa na asilimia 175. Aidha, madarasa 44 na matundu ya vyoo 132 na mabweni 172 yamejengwa kwa ajili ya wanafunzi wenye mahitaji maalum. Mheshimiwa Spika, matokeo haya si tu mafanikio ya kiutawala, ni ushindi wa kitaifa. Kuongeza miundombinu ya elimu, kuwekeza karibu shilingi bilioni 500 katika elimu bila ada na kuongeza idadi ya wanafunzi wenye mahitaji maalum kwa asilimia 175. Haya ni matendo yanayosema kwa sauti kubwa kuliko maneno kwamba serikali hii haikuja kuahidi tu bali kutekeleza. Mheshimiwa Spika, wapo waliokuwa na mashaka, wapo waliokuwa wamesahau matumaini, lakini leo tuna ushahidi kuwa pale ambapo kuna nia njema, kuna njia, na katika kila kona ya Tanzania kuna darasa. Katika kila kona ya Tanzania kuna mwalimu na mwanafunzi anayesimama kama ushahidi wa mabadiliko haya. Hivyo ninaomba nitamke kauli ambayo itakumbukwa kwa miaka mingi ijayo: mtoto wa Kitanzania popote alipo hawezi tena kuzuiwa na umbali na hawezi tena kusahaulika kwa sababu ya ulemavu. Elimu sasa ni haki ya kila mmoja wa Mtanzania, na Tanzania mpya inaanzia darasani. Na kwa misingi hiyo tunaamini kabisa elimu yetu ni uhai wa taifa letu. Elimu yetu ni uhai wa taifa letu. Mheshimiwa Spika, mafanikio zaidi yameainishwa katika aya 21 ya hotuba yangu: uratibu na usimamizi wa huduma ya afya ya msingi, ibara ya 83. Mheshimiwa Spika, hayati Benjamin William Mkapa, rais wa awamu ya 3, aliwahi kusema, tusiposhughulikia masuala ya afya ya msingi hatutaweza kupiga hatua kubwa katika maendeleo. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza kauli hiyo, awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuimarisha huduma za afya ya msingi, ambapo imetekeleza ilani katika eneo hilo kama ifuatavyo: 1, kuongeza vituo vya kutolea huduma za afya ya msingi kutoka 6,081 hadi 7,713 sawa na ongezeko la vituo 1,632 au asilimia 26.80. Kati ya vituo hivyo, zahanati ni 1,158, vituo vya afya ni 345 na hospitali za halmashauri ni 129. 2, kujenga hospitali mpya za halmashauri 129 ikiwa ni ongezeko la asilimia 31.63 ya lengo la kujenga hospitali 98. 3, kuajiri wataalamu wa afya 34,720 ambapo madaktari ni 1,851, matabibu ni 6,546,
Wauguzi ni 10,213. Wa teknolojia mionzi, macho, maabara, meno na dawa ni 1488. Wafamasia ni 993. Maafisa lishe ni 328. Maafisa ustawi ni 224. Fundi sanifu vifaa tiba ni 239. Na kada nyingine za watumishi ni 12,838. 4. Ongezeko la kina mama wanaojifungulia katika vituo vya kutolea huduma za afya kutoka kina mama 52,585 mwaka 2020 hadi kufikia kina mama 141,386 mwaka 2024. Mheshimiwa Spika, tumeyaishi kwa vitendo maneno ya hayati mzee wetu Ali Hassan Mwinyi, rais wa awamu ya pili, aliyesema tuwekeze katika afya ya mama na mtoto kwa kuwa wao ni msingi wa kizazi kijacho chenye nguvu. Mheshimiwa Spika, mafanikio zaidi yameainishwa katika aya 25 ya hotuba yangu. Huduma za lishe ibara ya 86 sehemu ya kwanza mpaka D. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa hayati Ali Hassan Mwinyi, rais wa awamu ya pili, aliwahi kusema lishe bora na usafi wa mazingira ni silaha madhubuti za kupambana na magonjwa yasiyozuilika. Mheshimiwa Spika, yanayozuilika. Mheshimiwa Spika, ofisi ya Rais TAMISEMI imeendelea kuyaenzi maneno haya kwa kusimamia utekelezaji wa ahadi hiyo kwa Watanzania, ambapo imetekeleza ilani katika eneo la lishe kama ifuatavyo: watoto milioni 7,454,999 walipimwa hali ya lishe kwenye vijiji na mitaa nchini, ambapo watoto 149,308 walipatiwa matibabu ya utapiamlo mkali. Aidha, wazazi na walezi milioni 11.44 walipatiwa elimu na unasihi wa lishe. 2. Wajawazito milioni 7,440,632 walipatiwa vidonge vya kuongeza wingi wa damu. Aidha, watoto milioni 8,944,200 wenye umri chini ya miaka 5 walipatiwa nyongeza ya matone ya vitamini A kupitia kampeni za kitaifa zinazofanyika mara 2 kila mwaka. Na 3, kutenga shilingi 1,000 au zaidi kwa kila mtoto chini ya umri wa miaka 5 kutoka mapato ya ndani, ambapo jumla ya shilingi bilioni 48.56 zilitolewa na kutumika kutoa huduma katika afua za lishe katika mikoa na halmashauri. Mheshimiwa Spika, mafanikio zaidi yameainishwa katika aya 27 ya hotuba yangu. Huduma za ustawi wa jamii ibara ya 91 ya ilani. Mheshimiwa Spika, hayati mzee Benjamin William Mkapa, rais wa awamu ya 3, aliwahi kusema maendeleo ya kweli hayawezi kupatikana kama hatuwekezi katika afya, elimu na ustawi wa jamii. Taifa imara linajengwa kwa kuhakikisha wananchi wake wanapata huduma bora na fursa sawa za maendeleo. Mheshimiwa Spika, ofisi ya Rais TAMISEMI imeendelea kuyaishi maneno haya, ambapo utekelezaji wa ilani katika huduma za ustawi wa jamii umeendelea kama ifuatavyo: kutambua wazee milioni 4,975,473, ambapo wanawake ni milioni 2,682,210 na wanaume milioni 2,293,263, na kutoa huduma za matibabu bila malipo. 2. Kushughulikia ukatili wa kijinsia, ambapo mashauri 517,286 ya ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto yameshughulikiwa. 3. Watu wenye ulemavu 821,763, ambapo wanawake 410,442 na wanaume 411,321 walipatiwa huduma za msaada wa kisaikolojia. 4. Watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi milioni 2,592,963, yaani wanawake milioni 1,450,949 na wanaume milioni 1,142,014 walitambuliwa na kupatiwa huduma mbalimbali zikiwemo mafunzo ya ufundi stadi, kadi za bima ya afya ya jamii na vifaa vya shule. Mheshimiwa Spika, mafanikio zaidi yameainishwa katika aya 29 ya hotuba yangu: ujenzi, ukarabati na matengenezo ya miundombinu ya barabara na usafirishaji ibara ya 57 ya ilani. Wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA. Mheshimiwa Spika, ofisi ya Rais TAMISEMI imetekeleza ilani katika ujenzi, ukarabati na matengenezo ya miundombinu ya barabara kupitia TARURA kama ifuatavyo: 1. Ujenzi wa barabara za changarawe ambao umeongezeka kutoka kilomita 24,493
hadi kilomita 44,372.21, sawa na ongezeko la asilimia 81.16. Urefu wa barabara za vijijini na mijini zilizojengwa kwa kiwango cha lami umeongezeka kutoka kilomita 2025 hadi kilomita 3,467, sawa na ongezeko la asilimia 71.22. Aidha, kuongeza mtandao wa barabara kutoka kilomita 108,946 hadi kilomita 144,429.77, sawa na ongezeko la asilimia 32.57. 2. Kutekeleza kazi ya ujenzi wa miundombinu ya barabara kwa kutumia teknolojia mbadala, ambapo barabara zenye urefu wa kilomita 61.7 zinaendelea kufanyiwa utafiti ili kupunguza gharama za ujenzi na matengenezo na ukarabati. 3. Mheshimiwa Spika, tulipotoka kulikuwa na vumbi, lakini leo tunatembea kwenye lami. Tulipotoka kulikuwa na miteremko isiyopitika. Leo tuna barabara zinazounganisha ndoto na fursa. Kuongeza kwa barabara ya changarawe kwa asilimia 81.16 na lami kwa asilimia 71.22 ni ushahidi wa nchi inayojenga misingi kwa maendeleo kwa kila Mtanzania, kuanzia kijijini hadi mijini. Huu sio mradi wa barabara tu, huu ni mradi wa matumaini. Kila kilomita mpya ya barabara iliyojengwa ni daraja kati ya masikini na maendeleo, ni njia ya mtoto kufika shuleni, mama kufika hospitali, mkulima kupeleka mazao sokoni na taifa kusonga mbele. Kuongeza mtandao wa barabara kutoka kilomita 108,949 hadi kilomita 100,044 si takwimu tu, ni mabadiliko ya kweli yanayoonekana, yanayogusika na yanayogusa maisha ya kila Mtanzania. Barabara hizi, Mheshimiwa Spika, ni sauti ya serikali inayosema hatukuwaacha nyuma. Hizi ni njia zinazotufikisha kwenye Tanzania ya viwanda, fursa na mshikamano wa kitaifa. Huduma ya mabasi yaendayo haraka. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Rais TAMISEMI imetekeleza ilani kwa kutoa huduma ya mabasi yaendayo haraka kupitia DART kama ifuatavyo: kusambaza kadi janja 62,000 kati ya 200,000 katika awamu ya kwanza na kusimika mageti janja kwenye vituo vyote 27. 2. Kusimika mfumo wa kielektroniki wa ukusanyaji nauli ambao utafungamanishwa na mfumo wa kuongeza magari ambao upo kwenye hatua ya ununuzi. 3. Kununua watoa huduma watatu wa uendeshaji kwa njia ya ubia wa mradi wa mabasi yaendayo haraka awamu ya pili, na mikataba imekwisha sainiwa. Mheshimiwa Spika, kwa muda mrefu watu wa jiji la Dar es Salaam wamekuwa wakisubiri, wengine kwa matumaini, wengine kwa mashaka, lakini wote kwa kiu ya mabadiliko. Leo kwa mara ya kwanza tunasema subira yao haikuwa ya bure. Kupitia ubia kati ya serikali na sekta binafsi, tumefanikisha hatua ya kihistoria kusaini mikataba na kutoa huduma ya watoa huduma watatu wa uendeshaji wa awamu ya pili ya mabasi yaendayo haraka. Hili ni tukio la mwanzo wa zama mpya, sio tena hadithi ya ahadi zisizotekelezwa, bali ya huduma bora zinazoonekana kuguswa. Great things takes time. Mheshimiwa Spika, wanafalsafa walisema mambo makubwa yanahitaji muda. Hatua hii si tu ununuzi wa huduma, bali ni ununuzi wa matumaini mapya kwa wakazi wa jiji letu la Dar es Salaam. Hatutaki kurudia makosa ya jana, bali tunajenga mfumo imara unaozingatia ubora, ufanisi na heshima kwa muda wa maisha ya abiria. Mzee Desmond Tutu aliwahi kusema, hope is being able to see that there is light despite all the darkness. Mheshimiwa Spika, kwa miaka mingi wananchi wamepitia usumbufu, wananchi wamepitia foleni zisizokwisha na huduma zisizoeleweka, lakini leo tunasema kwa sauti ya matumaini, nuru inaanza kuonekana. Mabasi haya hayatakuwa tu magari ya kusafirishia watu, yatakuwa ni magari ya kusukuma uchumi, kuunganisha fursa na kupunguza mizigo ya maisha ya kila siku. Bwana Khalil Gibran aliwahi kusema, progress is not in enhancing what is, but in advancing toward what will be. Mheshimiwa Spika, mradi huu unaonyesha jinsi tunavyotoka kwenye kilichozoeleka, foleni na ajali, uchakavu, na kuelekea kwenye kile kinachowezekana, usafiri wa kisasa, wa heshima, wa watu wote. Tunajenga mfumo wa usafiri wa umma ambao utaweka heshima kwa abiria, utaweka uwajibikaji kwa watoa huduma na thamani kwa kila senti inayowekezwa. Mheshimiwa Spika, awamu hii mpya
ni jibu la kilio cha miaka mingi, ni ushahidi kuwa serikali ya awamu ya sita haikukosea. Mwelekeo, tunasonga mbele kwa busara, kwa maono na kwa nia njema ya kuwahudumia Watanzania. Utawala bora, kujenga uwezo wa usimamizi wa rasilimali, ujenzi wa majengo ya utawala na makazi ya viongozi, ibara ya 18 ya ilani. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Rais TAMISEMI imetekeleza ilani kwenye eneo la utawala bora kama ifuatavyo. Kero 282,124 zimepokelewa na kusikilizwa katika ngazi ya mikoa na wilaya, ambapo jumla ya kero 263,893 zimetatuliwa, sawa na asilimia 93.54, na asilimia 6.46 ya kero zilizobaki zipo katika hatua mbalimbali ya utatuzi. 2. Kuajiri maafisa tarafa, wahandisi, wakadiriaji wa majengo na wataalamu wa ununuzi na kupangiwa katika mikoa mbalimbali. 3. Kufanya ujenzi na ukarabati wa majengo mbalimbali ikiwemo ujenzi wa ikulu ndogo 23, ofisi 26 za wakuu wa mikoa, ofisi 85 za wakuu wa wilaya, ofisi 141 za maafisa tarafa, nyumba 21 za wakuu wa mikoa, nyumba 22 za makatibu tawala wa mikoa, nyumba 73 za wakuu wa wilaya, nyumba 56 za makatibu tawala wasaidizi, nyumba 62 za makatibu tawala wa wilaya. Mheshimiwa Spika, mafanikio zaidi yameainishwa katika aya 40 ya hotuba yangu: ulinzi wa mazingira, uhifadhi wa maliasili, mabadiliko ya tabia nchi na biashara ya kaboni, ibara ya 68 ya ilani. Mheshimiwa Spika, shilingi bilioni 45 zimepokelewa kutoka kampuni ya Carbon Tanzania kutokana na uuzaji wa kaboni. Fedha hizo zimewanufaisha wananchi wa halmashauri 10 ambao ni Tanganyika, Kiteto, Mbulu, Karatu, Kyerwa, Karagwe, Misenyi, Muleba, Ngara na Bukoba mjini. Mheshimiwa Spika, shughuli zilizotekelezwa kutokana na fedha zilizopatikana zimeainishwa katika aya 43 ya hotuba yangu. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Rais TAMISEMI inaendelea na utekelezaji wa mkakati wa serikali wa kupunguza matumizi ya kuni na mkaa kwa lengo la kupunguza kasi ya uharibifu wa mazingira. Hadi mwezi Machi 2025, taasisi 903 zikiwemo shule za msingi 83, sekondari 650 na taasisi zingine 170 zimeanza kutumia mfumo wa nishati safi. Kuimarisha mamlaka ya serikali za mitaa, ibara za 19, 32 na 122. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Rais TAMISEMI imetekeleza ilani katika uimarishaji wa mamlaka ya serikali za mitaa kama ifuatavyo: kutoa mikopo ya shilingi bilioni 158.50 kwa vikundi vya wanawake, vijana na wenye ulemavu, ambapo shilingi bilioni 63.40 zimetolewa kwa vikundi 8576 vya wanawake, shilingi bilioni 63.40 zimetolewa kwa vikundi 4981 vya vijana, na shilingi bilioni 31.70 zimetolewa kwa vikundi 2319 vya wenye ulemavu. 2. Bajeti ya mapato ya ndani ya halmashauri imeongezeka kutoka shilingi bilioni 814.96 hadi shilingi trilioni 1.35, sawa na ongezeko la asilimia 66.65. Aidha, fedha za mapato ya ndani zilizoidhinishwa katika miradi ya maendeleo zimeongezeka kutoka shilingi bilioni 363.09 hadi shilingi bilioni 454.41. Hii ni sawa na ongezeko la asilimia 36.42. Mheshimiwa Spika, mafanikio zaidi yameainishwa katika aya 46 ya hotuba yangu: uendelezaji wa miji, ibara ya 76 na 122. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Rais TAMISEMI imetekeleza ilani katika uendelezaji wa miji katika maeneo yafuatayo: 1. Kuandaa na kuidhinisha mpango kabambe wa miji 33 ya mamlaka za upangaji ikiwemo miji yote ya makao makuu ya mikoa 26 ambayo iko katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Na 2. Kuandaa mpango kabambe jumuishi wa jiji la kibiashara na uwekezaji la Kwala mkoa wa Pwani wa mwaka 2024 na 2025. Mheshimiwa Spika, mafanikio zaidi yameainishwa katika aya 48 hadi 51 ya hotuba yangu: uendelezaji wa miji midogo inayochipukia, ibara ya 122. Mheshimiwa Spika, Ofisi ya Rais TAMISEMI imefanya utambuzi wa miji midogo inayochipukia 4103. Hii ni sawa na asilimia 91.5 ya miji yote nchini, ili kupunguza kasi ya ukuaji kiholela na kuongeza kasi ya urasimishaji wa makazi ya biashara vijijini. Sehemu ya 3, utekelezaji wa bajeti ya Ofisi ya Rais TAMISEMI.
Mheshimiwa Spika, mwaka 2024 ofisi ya Rais TAMISEMI ilipanga kutekeleza mpango wa bajeti kwa kuzingatia vipaumbele 11 vilivyoainishwa katika aya ya 55 ya hotuba yangu: ukusanyaji wa kodi ya majengo, maduhuri na mapato ya ndani ya ofisi ya Rais TAMISEMI, mafungu 28 mwaka 2024-2025. Mheshimiwa Spika, hadi mwezi Machi 2025 shilingi trilioni 1.11 zimekusanywa. Hii ni sawa na asilimia 53.15 ya lengo la kipindi hicho. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 61.21 ni kodi ya majengo, shilingi trilioni 1.04 ni mapato ya ndani ya mamlaka ya serikali za mitaa, shilingi bilioni 16.23 ni mapato ya ndani ya taasisi na shilingi milioni 201.60 ni maduhuri ya mikoa. Makusanyo hayo yalitokana na ada za wanachuo, tozo, ukusanyaji wa madeni, mauzo ya bidhaa mbalimbali na ushuru unaotozwa na mamlaka za serikali za mitaa kulingana na sheria ya fedha za serikali za mitaa sura namba 290. Taarifa ya fedha matumizi ya kawaida ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, mwaka 2024-25 ofisi ya Rais TAMISEMI na taasisi hizo chini ya ofisi hii, fungu namba 56, tume ya utumishi wa walimu, fungu namba 2 na mafungu 26 ya mikoa yakijumuisha halmashauri 184 ilipanga kutumia shilingi trilioni 10.53 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na maendeleo. Kati ya fedha hizo, matumizi ya kawaida ni shilingi trilioni 6.94 ambapo mshahara ni shilingi trilioni 5.52 na matumizi mengineyo ni shilingi trilioni 1.42 yanayojumuisha shilingi bilioni 815.06 za mapato ya ndani ya halmashauri. Aidha, shilingi trilioni 3.58 ni fedha za maendeleo. Mheshimiwa Spika, hadi mwezi Machi 2025 mafungu 28 yamepokea na kukusanya shilingi trilioni 7.53. Hii ni sawa na asilimia 71.47 ya fedha zilizoidhinishwa. Kati ya fedha hizo, shilingi trilioni 5.39 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida yakijumuisha mishahara, shilingi trilioni 4.08 na matumizi mengineyo ni shilingi trilioni 1.37. Aidha, shilingi trilioni 2.13 ni fedha za miradi ya maendeleo ikijumuisha shilingi trilioni 1.74 fedha za ndani na shilingi bilioni 385.83 ni fedha za nje. Mheshimiwa Spika, kati ya fedha hizo zilizopokelewa, shilingi bilioni 312.30 ni za mapato ya ndani ya halmashauri ambazo zimetumika kwenye miradi ya maendeleo yaliyoainishwa katika kiambatisho namba 3 cha hotuba yangu: mafanikio ya utekelezaji wa bajeti kwa mwaka 2024-2025. Mheshimiwa Spika, mwaka 2024-2025 ofisi ya Rais TAMISEMI, tume ya utumishi wa walimu, ofisi za wakuu wa mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa zimefanikiwa kutekeleza shughuli mbalimbali. Shughuli zilizotekelezwa kupitia fedha ya mapato ya ndani ya halmashauri. Mheshimiwa Spika, Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alisema tunahitajika kuongeza juhudi zetu katika ukusanyaji wa mapato ya ndani ili tuweze kufikia malengo yetu ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, mwaka 2024-2025 ofisi ya Rais TAMISEMI ilipanga kutumia shilingi bilioni 541.27 za mapato ya ndani ya halmashauri kwa ajili ya kuchangia utekelezaji wa shughuli za maendeleo. Hadi mwezi Machi 2025 shilingi bilioni 312.30 sawa na asilimia 57.70 zimetolewa na shughuli mbalimbali zimetekelezwa. 2. Matengenezo ya barabara zenye urefu wa kilomita 435.75 kwa kiwango cha lami ambapo kilomita 180.75 na matengenezo haya, Mheshimiwa Spika, yamekamilika. Kilomita 255 ujenzi unaendelea. Ujenzi wa madaraja, makalavati, mafanikio zaidi yameainishwa katika aya 62 ya hotuba yangu. Uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024. Mheshimiwa Spika, mwaka 2024-2025 ofisi ya Rais TAMISEMI iliidhinishiwa shilingi bilioni 254.82 kwa ajili ya kuratibu na kusimamia uchaguzi wa serikali za mitaa wa mwaka 2024. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 247.03 ni fedha kutoka serikali kuu na shilingi bilioni 7.78 ni fedha za mapato ya ndani ya halmashauri kwa ajili ya uchaguzi. Uchaguzi huu ulihusisha uchaguzi wa viongozi katika ngazi ya msingi ambao ni wenye viti wa vijiji, wenye viti wa mitaa, wenye viti wa vitongoji, wajumbe wa halmashauri za vijiji na wajumbe wa kamati za mitaa.
Tunampongeza kila Mtanzania kwa kushiriki kwa amani na utulivu mkubwa katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliokuwa wa viwango vya hali ya juu. Mheshimiwa Spika, shughuli zaidi zilizotekelezwa zimeainishwa katika aya ya 64 ya hotuba yangu. Uratibu na usimamizi wa huduma ya afya ya msingi. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2024-2025 ofisi ya Rais TAMISEMI iliidhinishiwa kutumia shilingi bilioni 357.85 za ruzuku ya fedha za maendeleo na serikali kuu na washirika wa maendeleo katika uratibu na usimamizi wa huduma ya afya ya msingi, ustawi wa jamii na lishe. Hadi mwezi Machi 2025 shilingi bilioni 166.38 zimepokelewa. Hii ni sawa na asilimia 46.49 ya fedha iliyoidhinishwa. Mheshimiwa Spika, shughuli zifuatazo zimetekelezwa ni pamoja na ukarabati na ukamilishaji wa hospitali 89 za wilaya kati ya 118 zilizopangwa ambapo hospitali 65 zipo katika hatua mbalimbali za ukamilishaji wa ujenzi na hospitali 24 zipo katika hatua za ununuzi. Ukamilishaji wa vituo 16 vya afya ambapo vituo 13 vipo katika hatua ya ununuzi wa vituo vitatu vipo katika hatua ukamilishaji wa ujenzi kwenye miundombinu iliyopokelewa fedha za ukamilishaji. Mheshimiwa Spika, umefanyika ununuzi wa vifaa tiba kwa ajili ya hospitali 119 kati ya hospitali 136 za wilaya, vituo 41 kati ya vituo 44 vya afya katika halmashauri 18, vifaa tiba kwa ajili ya zahanati 356 kati ya zahanati 386 za halmashauri 164. Mheshimiwa Spika, shughuli nyingine zilizotekelezwa zimeainishwa katika aya 66 ya hotuba yangu. Utekelezaji wa shughuli ya usimamizi na uendeshaji wa elimu msingi na sekondari. Mheshimiwa Spika, ofisi ya Rais TAMISEMI inaratibu usimamizi na uendeshaji wa elimu ya awali, elimu ya msingi na sekondari nchini kupitia mamlaka ya serikali za mitaa. Mwaka 2024-2025 ofisi ya Rais TAMISEMI iliidhinishiwa kutumia shilingi trilioni 1.02 kupitia ruzuku ya serikali kuu na washirika wa maendeleo kwa ajili ya utekelezaji wa shughuli katika sekta ya elimu. Hadi mwezi Machi 2025 shilingi bilioni 663.29 zimepokelewa. Hii ni sawa na asilimia 66 ya fedha iliyoidhinishwa. Mafanikio ya mpango wa elimu ya msingi bila ada. Mheshimiwa Spika, maafisa elimu kata 3931, wakuu wa shule 1018 na sekondari 4944 walipokea posho za madaraka. Jumla ya wanafunzi 376,376,052 wamepata ruzuku ya chakula, ambapo wanafunzi 330,325 sawa na wabweni na wanafunzi 45,727 wa kutwa. Wanafunzi milioni 12,285,382 wamepata ruzuku ya uendeshaji kwa shule za msingi 18,021. Vile vile jumla ya wanafunzi 305,906 wa sekondari walipata ruzuku ya chakula na fidia ya ada ya bweni, fidia ya ada ya kutwa kwa wanafunzi milioni 2,761,311 na ruzuku ya uendeshaji wanafunzi milioni 3,067,217 kwa shule za sekondari 4,944 imetolewa. Mheshimiwa Spika, mafanikio zaidi yaliyopatikana kwenye sekta ya elimu ya msingi na sekondari yameainishwa katika aya 70 hadi 84 ya hotuba yangu. Ujenzi wa ukamilishaji wa miundombinu ya shule. Mheshimiwa Spika, ofisi ya Rais TAMISEMI inaendelea na umaliziaji wa maboma yaliyojengwa kwa nguvu za wananchi na miradi viporo katika shule za msingi na sekondari. Ukamilishaji unaoendelea ni madarasa 1897, mabwalo 241, mabweni 126, majengo ya utawala matatu, hosteli 11, maabara 42 na nyumba za walimu 6. Ununuzi wa vifaa vya kujifunzia. Mheshimiwa Spika, ofisi ya Rais TAMISEMI inaendelea na taratibu ya ununuzi wa vifaa vya tehama kwa ajili ya shule za msingi 600 ambavyo ni smart blackboard 416, all in one computers 8672, multifunction photocopier 600, laptop computer 600, UPS 4966, all smart classroom 184. Utawala bora, usimamizi wa rasilimali, ujenzi wa majengo ya utawala na makazi ya viongozi,
utatuzi wa kero za wananchi katika mikoa na wilaya. Mheshimiwa Spika, hayati Benjamin William Mkapa, rais wa awamu ya 3, aliwahi kusema utawala bora ni msingi wa maendeleo endelevu. Bila yake hatuwezi kufikia malengo yaliyokusudiwa. Kwa muktadha huo, ofisi ya Rais TAMISEMI imeendelea kusimamia shughuli za utawala bora na utatuzi wa kero za wananchi katika mamlaka ya serikali za mitaa kama ifuatavyo. Ofisi ya Rais TAMISEMI inaendelea kuyaenzi maneno hayo, ambapo mwaka 2024-2025 ofisi za wakuu wa mikoa ziliidhinishiwa shilingi bilioni 4.56 kwa ajili ya shughuli za ufuatiliaji, utatuzi wa kero za uhamasishaji wa shughuli za maendeleo katika mamlaka za serikali za mitaa. Hadi mwezi Machi 2025 shilingi bilioni 4.03 zimetolewa, sawa na asilimia 88.37. Aidha, katika kipindi hicho kero 70,432 zimeshughulikiwa, ambapo kero 52,201 mashauri yake yamefungwa na kero 18,231 zinaendelea na utekelezaji. Mheshimiwa Spika, Waziri Mkuu mstaafu hayati Edward Moringe Sokoine tarehe 26 mwezi Machi 1983 alisema, ole wake kiongozi mzembe na asiye na nidhamu nitakayemkuta. Viongozi wazembe na wabadhirifu wahesabu siku zao, labda tusiwajue. Hawa hatuna sababu ya kuwapa imani kuwa tutawalinda kama vitendo vyao viovu. Mheshimiwa Spika, serikali ya awamu ya 6 imeendelea kutokuwa na muhari na watendaji wote wazembe na wabadhirifu wa mali za umma, ambapo mwaka 2024-2025 watumishi 2297 wamechukuliwa hatua za kinidhamu. Kati yao wakurugenzi ni 9, wakuu wa idara na vitengo 81, watumishi wa sekta ya ujenzi 43 na watumishi wa kawaida 2164 wa kada nyingine. Ofisi ya Rais TAMISEMI itaendelea kusimamia nidhamu na uwajibikaji wa watumishi wa umma. Uwezeshaji wa ngazi za msingi wa mamlaka ya serikali za mitaa. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza dhana ya ugatuzi wa madaraka kwa wananchi, serikali imeendelea kuboresha utendaji kazi katika ngazi za msingi ili kuimarisha utawala bora, maendeleo endelevu na ushiriki wa wananchi katika maamuzi yanayogusa maisha yao. Mheshimiwa Spika, kwa kutambua umuhimu huo, serikali katika mwaka 2024-2025 ilitenga shilingi bilioni 1.73 za matumizi mengineyo kutoka serikali kuu kwa ajili ya posho ya mawasiliano kwa wenyeviti wa vijiji na mitaa. Hadi mwezi Machi 2025 shilingi bilioni 1.15 zimetolewa. Hii ni sawa na asilimia 66.47 ya fedha iliyoidhinishwa kwa ajili ya posho ya mawasiliano katika halmashauri 165 ambazo mapato yake ni chini ya shilingi bilioni 5 katika vijiji 12263 na mitaa 2161. Mheshimiwa Spika, mikopo ya wanawake, vijana na wenye ulemavu. Mheshimiwa Spika, Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alisema mikopo ya 10% ni njia mojawapo ya kusaidia jamii katika kuleta usawa wa kijamii na kiuchumi. Mheshimiwa Spika, mwaka 2024-2025 ofisi ya Rais TAMISEMI ilipanga kutoa mikopo ya shilingi bilioni 227.96 ambapo shilingi bilioni 63.67 ni fedha za marejesho zilizokuwa zikiendelea kukusanywa kutokana na mikopo iliyotolewa kabla ya kusimamishwa. Aidha, shilingi bilioni 63.24 ni fedha zilizokuwa zinatengwa kwa ajili ya mikopo na shilingi bilioni 101.05 ni fedha ambazo zimekadiriwa kutokana na makisio ya makusanyo ya mapato ya ndani mwaka 2024-2025. Hadi mwezi Machi 2025 shilingi bilioni 82.84 zimekopeshwa kwa vikundi 4275 vya wanawake, vijana na wenye ulemavu. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 40.71 vya vikundi 4557 vya wanawake, shilingi bilioni 36.64 vya vikundi 2827 kwa vijana na shilingi bilioni 5.48 kwa vikundi 891 vya watu wenye ulemavu. Aidha, hadi Machi 2025 shilingi bilioni 14.04 zimerejeshwa kutoka vikundi vya wanawake, vijana na wenye ulemavu. Mheshimiwa Spika,
Miundombinu. Ofisi ya Rais TAMISEMI kupitia TARURA kwa kushirikiana na benki ya CRDB imeratibu uanzishwaji wa hati fungani ya miundombinu iitwayo Samia Infrastructure Bond iliyolenga kukusanya zaidi ya shilingi bilioni 150, ambapo hadi sasa shilingi bilioni 323 sawa na asilimia 215 zimekusanywa. Mheshimiwa Spika, ofisi ya Rais kupitia TARURA iliidhinishwa shilingi bilioni 71.46 kwa ajili ya kugharamia barabara zilizoathiriwa na mafuriko ya maji ya mvua. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 50 ni fedha ya bajeti ya nyongeza ya bajeti ya mwaka 24-25. Hadi mwezi Machi 2025, shilingi bilioni 8 zimepokelewa sawa na asilimia 11.28. Muktasari wa mpango wa bajeti kwa mwaka 2025-2026. Mheshimiwa Spika, maandalizi ya mpango na bajeti ya ofisi ya Rais tawala za mikoa na serikali za mitaa 2025-2026 yamezingatia mpango mkakati wa ofisi ya Rais TAMISEMI kwa miaka mitano, yani 21-22, 25-26, mipango mikakati ya taasisi, ilani ya CCM kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, hotuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania aliyoitoa wakati akilihutubia Bunge la 12 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tarehe 22 mwezi wa 4 2021, mwongozo wa maandalizi wa mpango wa bajeti wa serikali kwa mwaka 2025-2026, sheria ya bajeti sura ya 439, sera ya kisekta, maelekezo mbalimbali ya viongozi wa kitaifa, dira ya taifa ya maendeleo 2025, malengo yaliyomo katika mpango wa tatu wa maendeleo ya taifa wa miaka mitano 2021-2022, 2025-2026 na malengo ya maendeleo endelevu 2030. Mheshimiwa Spika, vipaumbele vya ofisi ya Rais TAMISEMI, tume ya utumishi wa walimu, mikoa na halmashauri vimeambatanishwa katika aya 140 hadi 143 ya hotuba yangu. Mheshimiwa Spika, naomba kutumia fursa hii kuwaelekeza waheshimiwa wakuu wa mikoa, kuwasimamia wakurugenzi wa mamlaka ya serikali za mitaa kuzingatia vipaumbele nilivyoainisha katika hotuba yangu. Moja, ni kuhakikisha ukusanyaji wa mapato unafikia malengo. Mbili, kukamilisha ujenzi wa miundombinu ya afya ya msingi, elimu msingi na sekondari kulingana na mipango iliyowekwa. Tatu, kusimamia utekelezaji wa mkakati wa taifa wa uchumi wa kidijitali ikiwemo uwekezaji na matumizi ya mifumo ya miundombinu ya tehama katika mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa ikiwa ni pamoja na vituo vya huduma za afya na elimu. Nne, kuhakikisha mapato katika mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa yanakusanywa kupitia mifumo ya tehama ya serikali pamoja na kufanya ufuatiliaji wa karibu wa mifumo hiyo ili kudhibiti mianya ya upotevu wa mapato. Tano, mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa kuhakikisha inatekeleza mikakati ya uchumi wa bluu, nishati safi ya kupikia na mabadiliko ya tabia nchi na utunzaji wa mazingira. Sita, mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa iendelee kuimarisha mifumo stahimilivu na endelevu ya utoaji wa huduma bora za afya, ustawi wa jamii na lishe ili kuboresha huduma ambayo ni nguzo muhimu katika kufanikisha utekelezaji wa mpango wa bima ya afya kwa wote. Saba, wakuu wa mikoa na wakurugenzi wahakikishe watoto walio chini ya miaka mitano wanajiunga kwenye vituo vya jamii vya kulelea watoto wadogo mchana. Aidha, kila halmashauri itapimwa utekelezaji wa vipaumbele hivi kwa kuzingatia miradi iliyotengewa bajeti mwaka 2025-2026. Mheshimiwa Spika, kabla ya kuhitimisha hotuba yangu, nitumie fursa hii kuwashukuru wadau mbalimbali walioshirikiana na ofisi ya Rais TAMISEMI kufanikisha utekelezaji wa mpango wa bajeti 2024-2025. Vilevile nawashukuru wadau wote ambao wametoa ahadi za kuchangia utekelezaji wa bajeti 2025-2026 kwa mafungu 28. Wadau hao ni pamoja na Benki ya Dunia, UNICEF, Global Fund, Twiga Barrick Tanzania, European Union, JICA, COICA, UNCDF, CDC, SIDA, UNDP,
UNFPA, UN Women, Carbon Tanzania, UNEP, WHO, AFDB, WWF, FCDO, Danida, Canada, SDC, Swiss, shirika la Korea, serikali ya shirikisho la Ujerumani, serikali ya Jamhuri ya Watu wa China kupitia FOCAC, Global Facility Financing na Gavi. Mheshimiwa Spika, aidha ninawashukuru viongozi wa Chama cha Mapinduzi katika ngazi zote kwa kutekeleza wajibu wao wa ufuatiliaji wa utekelezaji wa ilani ya CCM kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 katika maeneo yao. Watendaji wote wa ngazi za msingi bila kusahau wenye viti wa vitongoji, vijiji na mitaa, watendaji wa mitaa wa vijiji, watendaji wa kata, maafisa tarafa, wakuu wa idara na vitengo, wakurugenzi wa halmashauri, makatibu tawala wa wilaya, waheshimiwa madiwani, waheshimiwa wabunge, wakuu wa wilaya, makatibu tawala wa mikoa, wakuu wa mikoa na watumishi wote wa tawala za mikoa na mamlaka ya serikali za mitaa kwa utendaji kazi wao mzuri. Mheshimiwa Spika, kwa mara nyingine nawashukuru tena wananchi wa jimbo la Rufiji kwa kuendelea kunipa ushirikiano katika kutekeleza majukumu ya kitaifa na jimbo na kuniombea kila siku. Ninaahidi kuendelea kuwatumikia na kushirikiana nao kila hatua katika kuleta maendeleo ya jimbo letu na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa Spika, kipekee naishukuru kwa dhati familia yangu kwa upendo wao, uvumilivu na maombi yao wakati wote wa utekelezaji wa majukumu yangu ya kitaifa. Ninawashukuru kwa kusimama nami katika safari hii ya kuleta maendeleo kwa taifa letu. Maombi ya fedha kwa mwaka 2025-2026. Ofisi ya Rais TAMISEMI. Makadirio ya makusanyo ya kodi ya majengo, maduhuli na mapato ya ndani. Mheshimiwa Spika, mwaka 2025-26 Ofisi ya Rais TAMISEMI, taasisi zo chini yake, mikoa 26 ikijumuisha halmashauri 184 inaomba idhini ya kukusanya kodi ya majengo, maduhuli na mapato ya ndani ya shilingi trilioni 1 bilioni 925 milioni 881 laki 323,464. Mheshimiwa Spika, kati ya fedha hizo shilingi bilioni 56 milioni 108 laki 174,064 ni mapato ya ndani ya taasisi zilizo chini ya ofisi ya Rais TAMISEMI. Shilingi milioni 306 na 79,400 ni maduhuli ya mikoa na shilingi trilioni 1 milioni 680 506 laki 764,000 ni za mapato ya ndani ya halmashauri. Aidha, shilingi bilioni 1 bilioni 188 milioni 960 laki 3,600 ni kodi ya majengo ambayo itakusanywa na mamlaka ya serikali za mitaa ambazo zimepewa uwakala wa kukusanya kodi hiyo na kuwasilisha makusanyo hayo mfuko mkuu wa hazina wa serikali, jedwali namba 1. Makadirio ya mapato na matumizi, ofisi ya Rais. Mheshimiwa Spika, sasa ninaomba bunge lako likubali kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka 2025-2026 yenye jumla ya shilingi trilioni 11 milioni 782 laki 984,202 kwa ajili ya ofisi ya Rais TAMISEMI. Mheshimiwa Waziri, subiri kidogo, hebu soma upya hiyo jumla. Mheshimiwa Spika, ninaomba bunge lako likubali kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka 2025-2026 yenye jumla ya shilingi trilioni 11 bilioni 782 milioni 984,202 kwa ajili ya ofisi ya Rais TAMISEMI na taasisi zilizo chini yake. Fungu namba 56. Tume ya utumishi wa walimu, fungu namba 2 na mafungu 26 ya mikoa yakijumuisha halmashauri 184. Mheshimiwa Spika, kati ya fedha zinazoombwa shilingi trilioni 7 bilioni 836 milioni 140 laki 7,800 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida yanayojumuisha mishahara. Shilingi trilioni 6 bilioni 292 milioni 557,648 ni matumizi mengineyo. Shilingi trilioni 1 bilioni 543 milioni 583 na 60,000 ikijumuisha shilingi trilioni 1 hiyo figa tusome tena mheshimiwa. Shilingi trilioni 1
bilioni 543 milioni 583 na 60,000 ikijumuisha shilingi trilioni 1 bilioni 67 milioni 65 328,000 ya mapato ya ndani ya halmashauri. Mheshimiwa Spika, shilingi trilioni 3 bilioni 946 milioni 843 494 zinaombwa kwa ajili ya miradi ya maendeleo, ambapo kati ya fedha hizo shilingi trilioni 2 bilioni 498 milioni 981 476,000 ni fedha za ndani, ikijumuisha shilingi bilioni 613 milioni 441 436,000 za mapato ya ndani ya halmashauri na shilingi trilioni 1 bilioni 447 milioni 912 na 18,000 ni fedha za nje kama jedwali namba 2 zinavyoonyesha. Mheshimiwa Spika, pamoja na hotuba hii yapo majedwali ambayo yamefafanua kwa kina makadirio ya mapato na matumizi ya fedha kwa ajili ya ofisi ya Rais TAMISEMI na taasisi zilizo chini yake. Fungu namba 56, Tume ya Utumishi wa Walimu, fungu namba 2 na mafungu 26 ya mikoa yote nchini yakijumuisha halmashauri 184. Mheshimiwa Spika, ninapohitimisha hotuba hii ya bajeti ya ofisi ya Rais TAMISEMI, ninaomba tusimame pamoja, si tu kama viongozi wa leo, bali kama warithi wa kesho tunaojenga Tanzania mpya kwa misingi ya uwajibikaji, ushirikishwaji na maendeleo yanayogusa maisha ya kila Mtanzania kuanzia mijini hadi vijijini. Mheshimiwa Spika, leo hii tumewasilisha si makadirio tu ya mapato na matumizi, bali tumeweka mbele yetu dira ya matumaini, ramani ya maendeleo na ahadi ya uongozi unaowajibika kama alivyoandika Nelson Mandela. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Tumewekeza katika elimu kwa watoto wetu bila ubaguzi, na kama alivyosema John F. Kennedy, let us not seek the Republican answer or the Democratic answer, but the right answer. TAMISEMI hatutafuti sifa ya kisiasa, tunatafuta suluhisho sahihi kwa maisha ya Mtanzania wa kawaida. Na kama alivyosema Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, maendeleo hayataletwa na mtu mmoja, maendeleo ni kazi ya pamoja. Na hivyo kwa kauli moja tunatoa wito kwa mikoa, mamlaka ya serikali za mitaa na wananchi wote, tushirikiane, tusonge mbele kwa mshikamano. Mheshimiwa Spika, kwa dhamira hii na kwa imani kubwa katika maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunawasilisha bajeti hii kama zana ya kazi, kama dira ya matumaini na silaha ya mapinduzi ya kiutawala, kiuchumi na kijamii. Kwa hiyo tunasema kwa ujasiri mkubwa, TAMISEMI ndio msingi wa maendeleo endelevu. Kila shilingi ina jukumu, kila kiongozi ana wajibu na kila mwananchi ana nafasi. Mheshimiwa Spika, hotuba hii inapatikana kwenye tovuti ya ofisi ya Rais TAMISEMI ambayo ni www.tamisemi.go.tz. Mheshimiwa Spika, ninaomba kutoa hoja. Mheshimiwa wabunge, hoja imeungwa mkono. Asante sana Mheshimiwa Waziri kwa kuwasilisha hoja hiyo. Haya, wakati Mheshimiwa Waziri akiendelea kujikusanya, nimwite sasa Mheshimiwa Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Bunge ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, Mheshimiwa Justin Nyamoga, aje awasilishe maoni ya kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti.
Mheshimiwa Spika, kabla sijaendelea, ninaomba taarifa yangu hii ingie katika kumbukumbu za taarifa rasmi za Bunge kama ilivyowasilishwa mezani. Mheshimiwa Spika, kwa mujibu wa kanuni ya 118 kifungu cha 9 ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Februari 2023, ninatoa shukrani kwako kwa kunipa wasaa ili niwasilishe mbele ya Bunge lako tukufu taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya tawala za mikoa na serikali za mitaa kuhusu utekelezaji wa majukumu ya ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa kwa mwaka wa fedha wa 2024 na 2025, pamoja na maoni, ushauri na mapendekezo ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha wa 2025 2026. Mheshimiwa Spika, maeneo muhimu yaliyoguswa na kuelekezwa katika taarifa hii ni kama ifuatavyo: maelezo na uchambuzi kuhusu ukaguzi wa miradi ya maendeleo iliyotengewa fedha katika kipindi cha fedha cha mwaka 2024-2025, uchambuzi wa utekelezaji wa mpango wa bajeti na uzingatiaji wa maoni ya kamati kwa mwaka wa fedha 2024-2025, uchambuzi wa mpango wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2025-2026 wa makadirio ya maduhuli na matumizi, na maoni na ushauri na mapendekezo ya kamati. Maelezo na uchambuzi kuhusu ukaguzi wa miradi ya maendeleo iliyotengewa fedha kwa mwaka 2024 na 2025. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha 2024 na 2025, ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa iliidhinishiwa na Bunge jumla ya shilingi trilioni 1.6 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, kwa kuzingatia kanuni ya 117 kanuni za Bunge za toleo la Februari 2023, kamati ilitembelea na kukagua baadhi ya miradi hiyo ya maendeleo iliyotekelezwa na ofisi hii katika mwaka wa fedha wa 2024-2025. Miradi iliyotembelewa ni miradi ya elimu, afya, masoko pamoja na barabara zinazosimamiwa na wakala wa barabara vijijini TARURA. Mheshimiwa Spika, kamati ilipata wasaa kutembelea na kukagua miradi katika mikoa minne ya Kigoma, Kagera, Geita na Shinyanga ambako jumla ya miradi 9 ilikaguliwa. Taarifa zaidi kuhusu miradi hiyo inapatikana katika taarifa ya kamati iliyowasilishwa mezani. Uchambuzi wa taarifa na utekelezaji wa mpango wa bajeti na uzingatiaji wa maoni ya kamati kwa mwaka wa fedha 2024-2025. Mheshimiwa Spika, baada ya wizara pamoja na sekretarieti za mikoa kuwasilisha bajeti zao kwa mafungu 28 kuanzia tarehe 19 Machi hadi tarehe 4 Aprili mwaka 2025, kamati ilipata wasaa wa kuchambua na kuzijadili, lakini pia kamati ilitoa maoni na ushauri na mapendekezo mbalimbali kwa lengo la kuboresha utendaji kazi wa wizara. Utekelezaji wa maoni. Mheshimiwa Spika, katika taarifa ya kamati iliyowasilishwa bungeni kuhusu bajeti ya wizara kwa mwaka wa fedha 2024-2025, kamati ilitoa maoni na ushauri na mapendekezo 13. Uchambuzi wa kamati umebaini kuwa kwa kiasi kikubwa serikali imetekeleza maoni na ushauri wa kamati. Kamati inapongeza serikali kwa kufanyia kazi maoni na ushauri huo kama ulivyotolewa na kamati. Aidha, kwa maeneo ambayo bado hayajatekelezwa kikamilifu, kamati inaendelea kuyasisitiza yaendelee kutekelezwa kama ilivyoonyeshwa kwenye taarifa mbalimbali, ikiwemo swala la shule za mchepuo wa Kiingereza, shule za Kiingereza. Mheshimiwa Spika, wizara kupitia fungu namba 56 makao makuu ya wizara, fungu namba 2 tume ya utumishi wa walimu na mafungu 26 kutoka sekretarieti za mikoa katika mwaka wa fedha wa 2024-2025 ilikadiria kukusanya maduhuli ya shilingi trilioni 1.6. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 188.9 zilikadiriwa kukusanywa kutoka makao makuu ya wizara na shilingi bilioni 1.6 zilikadiriwa kukusanywa kutoka shirika la elimu Kibaha. Shilingi bilioni 21.5 zikadiriwa kukusanywa kutoka wakala wa mabasi yaendayo haraka DART, shilingi bilioni 10.5 kutoka chuo cha serikali za mitaa, shilingi bilioni 4.1 kutoka bodi ya mikopo ya serikali za mitaa, shilingi bilioni 5.6 kutoka wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA, na shilingi bilioni 11.9 kutoka shirika la masoko Kariakoo, shilingi milioni 315.9 kutoka ofisi za mikoa na shilingi trilioni 1.3 kutoka katika halmashauri. Kwa maelezo zaidi kuna kielelezo kama tulivyowasilisha katika taarifa mezani.
Mheshimiwa Spika, kamati ilitaarifiwa kwamba hadi Februari 2025 wizara na taasisi zake zilikusanya jumla ya shilingi bilioni 879.9 sawa na asilimia 54.95. Maelezo zaidi kuhusu makusanyo ya maduhuli yanapatikana katika taarifa ya kamati iliyowasilishwa. Mheshimiwa Spika, kamati imebaini kuwa katika taasisi zote zilizo chini ya TAMISEMI, halmashauri za wilaya zimefanya vyema kwenye makusanyo kwa kukusanya maduhuli kwa asilimia 60.3. Aidha, kamati pia ilibaini kuwa shirika la masoko Kariakoo ndilo lilokusanya chini zaidi katika makusanyo ya maduhuli. Kamati ilihoji kufahamu sababu za shirika la masoko kukusanya kiasi cha chini na kujulisha kwamba ni kwa sababu ya soko hilo kuendelea kuwa katika ujenzi baada ya kuungua. Mheshimiwa Spika, matarajio ya kamati ilikuwa TAMISEMI pamoja na taasisi zake kufikia asilimia 66 ya makusanyo ya maduhuli hadi Februari 2025. Hata hivyo, hakuna hata taasisi moja iliyofikia kiwango hicho. Hali hiyo imesababisha kamati kuhoji uhalisia wa upangaji wa makusanyo ya maduhuli kwa mwaka wa fedha 2024/25. Taarifa zaidi kuhusu makadirio ya makusanyo ya maduhuli inapatikana kwenye taarifa ya kamati iliyowasilishwa mezani. Utolewaji wa fedha za matumizi kwa mwaka 2024/25. Mheshimiwa Spika, katika bajeti mwaka 2024/25 iliyopitishwa na bunge lako tukufu Juni 2024, wizara kupitia fungu namba 56, fungu namba 2 pamoja na mafungu yote 26 ya mikoa iliyoidhinishiwa jumla ya shilingi trilioni 10.1. Kati ya fedha hizo shilingi trilioni 6.7 sawa na asilimia 66.3 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi trilioni 3.6 sawa na asilimia 33 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Kati ya fedha hizo matumizi ya kawaida ni shilingi trilioni 5.5 sawa na asilimia 82.3 ni kwa ajili ya mishahara na trilioni 1.1 sawa na asilimia 17 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Mheshimiwa Spika, hadi kufikia mwezi Februari mwaka 2025 taasisi zake pamoja na sekretarieti ya mikoa zimepokea jumla ya shilingi trilioni 6.9 sawa na asilimia 67.7 ya fedha iliyoidhinishwa. Kati ya fedha hizo shilingi trilioni 4.8 sawa na asilimia 68.4 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi trilioni 2.2 sawa na asilimia 31.6 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Kati ya shilingi trilioni 4.7 zilizoombwa kwa ajili ya matumizi ya kawaida, shilingi trilioni 3.6 sawa na asilimia 76.3 ni kwa ajili ya matumizi ya mishahara na shilingi trilioni 1.1 sawa na asilimia 23.7 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo, yani OC. Aidha, kati ya shilingi trilioni 2.2 za matumizi ya maendeleo zilizopelekwa, shilingi trilioni 1.8 sawa na asilimia 82.6 ni fedha za ndani na shilingi bilioni 383 sawa na asilimia 17.4 ni fedha za nje. Taarifa zaidi kuhusu upokeaji wa fedha unapatikana kwenye taarifa ya kamati kama ilivyowasilishwa mezani. Mheshimiwa Spika, katika uchambuzi wake wa randama za wizara zilizowasilishwa mbele ya kamati, kamati imebaini kuwa kwa wastani upokeaji wa fedha hadi mwezi Februari 2025 ni wa kuridhisha. Kamati imebaini kuwa upelekaji wa fedha wa jumla ya fedha za fungu 56 fungu namba 2 na mafungu